wabunge wamechangia sana kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia katiba, umuhimu wa kufanya uchaguzi na kujibu hoja ambazo zimetolewa zinazosema no reform, no election. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme kidogo kuhusiana na reforms. Mwaka 1958 na 59 nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao ulijikita kwenye ubaguzi wa rangi. Vyama vya siasa vitakiwa vichague mgombea mmoja Muafrika, mgombea mwingine Muasia au Muhindi na mgombea mwingine mzungu kutoka Ulaya. Lakini mwaka 1962 tulifanya reforms, tukayaondoa haya, tukaleta uchaguzi ambao hauzingatii ubaguzi wa rangi. Tukaendelea na uchaguzi huo chini ya mfumo wa chama kimoja, tukiwa na rais mmoja mgombea. Tulipofika mwaka 1995 mpaka mwaka 2024 tumefanya mabadiliko. Tunafahamu baada ya vyama vingi tukaondoa habari ya chama kimoja, tukaleta vyama vingi. Tukaondoa mgombea mmoja kwenye nafasi ya urais, tumeleta wagombea wengi. Huku nyuma tulikuwa na wagombea wawili tu kwenye ubunge, sasa tuna wagombea wengi. Mara ya mwisho mimi Songea mjini tumegombea ndani ya chama tulikuwa 31. Haya ni mabadiliko ambayo yamefanyika ndani ya mfumo wetu wa kisheria na wa kikatiba. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme kati ya 1995 mpaka 2004 tulikuwa na sheria mbili za uchaguzi. Sheria ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 1985 na sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Tunavyoongea leo, Mheshimiwa Naibu Spika, hizo sheria hazipo tena kwa sababu tumefanya mabadiliko kuanzia mwaka 2004 kuja sasa tumefanya mabadiliko. Na niwakumbushe Waheshimiwa wabunge, tumefanya mabadiliko makubwa 15 ambayo ningependa sana tuyasikilize, tuyaweze kuyaongea vizuri ili ambao wanataka kutuvuruga nao waache kutuvuruga. Badiliko la kwanza, tumefuta sheria ya uchaguzi ya taifa ya mwaka 1985 na kazi hiyo ya kufuta ilifanywa na bunge hili tukufu, linastahili pongezi zake. Tumefuta sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Kazi hiyo nzuri imefanywa na bunge hili tukufu, bunge hili linastahili maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, mabadiliko mengine ni kutunga sheria mpya ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sio kufanya mabadiliko, tumetunga sheria mpya. Na mnafahamu sheria hii tuliitunga mwaka jana Februari 2024 katika bunge hili, baada ya mjadala mrefu na kushirikisha pande zote. Tukapata sheria yenye vifungu 168 ikielezea kila jambo linalohusu uchaguzi, kila mchakato, na watu wote walishirikishwa. Kama reforms kubwa tumezifanya Februari mwaka 2024. Sasa tujiulize, kutoka Februari 2024 mpaka leo tunataka reform gani tena? Sheria hii ni mpya, haijawahi hata kutumika. Kwa hiyo mabadiliko haya yamefanywa na chombo chenye mamlaka, bunge hili tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia tumetunga sheria kwa mara ya kwanza, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ya mwaka 2024. Tume ya uchaguzi ilitajwa kwenye ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa haijatajwa na sheria mahususi. Kwa mara ya kwanza tumefanya reforms hizi kubwa Februari 2024. Tume sasa iko vizuri, ina sheria yake. Uhuru ambao umetamkwa kwenye katiba umefafanuliwa vizuri sana kwenye sheria hii. Ukitaka kusoma uhuru wa tume, sio kwa jina tu, kwa kila kipengele, nenda kasome sheria hii, utaielewa na utaitilia maanani. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tumetunga kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani wa mwaka 2025. Vyama vyote vimesaini
kanuni hizo isipokuwa chama cha Chadema. Na Chadema waliamua kutosaini kwa utashi wao, wala kuzuiwa na mtu yoyote, na huwezi kumlazimisha mtu kusaini. Lakini hizi ndio reforms ambazo tumeziweka sasa. Kanuni za uchaguzi za mwaka 2025 ni reforms kubwa ambazo ziko hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sheria ya uchaguzi ambayo tuliitunga, kuna mambo ya msingi ambayo ningependa pia kuyaongea. Moja, swala la kupita bila kupingwa limeondoshwa kabisa. Na hili lilikuwa ndio lalamiko kubwa sana, mpaka watu walikwenda mahakamani. Mahakama ikatoa hukumu ya mahakama ile imetekelezwa. Na hii tunajifunza hapa kwamba kumbe tukitaka mabadiliko twende bungeni ama twende mahakamani, sio kulazimisha watu kuingia mtaani na barabarani. Mheshimiwa Naibu Spika, kulikuwa na malalamiko ya wakurugenzi kusimamia uchaguzi. Swala hili limeshapatiwa tiba. Sasa hivi uchaguzi utasimamiwa na maafisa waandamizi ambao watateuliwa na tume na kwa njia ya ushindani. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeanzisha kamati ya usaili ya kupata viongozi wa juu wa tume ili kupata umoja. Kamati hii inaongozwa na majaji wakuu wa Tanzania na wa Zanzibar. Inaongozwa na mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, pamoja na mtu mwingine ambaye atateuliwa kutengeneza koramu ya watu watano. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme hapa, duniani kote namna ya kufanya uteuzi katika nafasi nyeti kama hizi ni ama ateuliwe na rais, ama ateuliwe na bunge alafu rais aidhinishe, au ateuliwe na chombo huru na rais aweze kuidhinisha. Sasa tume hii ya uchaguzi tungeileta humu bungeni tuiteue sisi, haki isingetetea, kwa sababu sisi tungekuwa tunaandaa majaji wa kuamua shughuli yetu wenyewe. Kwa hiyo chombo hicho ndio chombo muafaka, ndio chombo huru kabisa, na kimezingatia viwango vya kimataifa vya kuhakikisha kwamba tume ya uchaguzi inakuwa huru kama jina lake ambalo limesema. Mheshimiwa Naibu Spika, uteuzi wa mwenyekiti na mkurugenzi pamoja na viongozi wengine wa juu utatangazwa, watu wataomba na watashindanishwa kwenye usaili. Wale waliofudhu ndio watapendekezwa kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya uteuzi. Jambo hili halijawahi kufanyika toka nchi hii imepata uhuru. Reforms hizi tunazifanya sisi hapa. Sasa tuwaulize ndugu zetu wanataka reforms gani zaidi ya hizi? Mheshimiwa Naibu Spika, reforms imekwenda mpaka magereza. Wafungwa sasa nao wanaruhusiwa kupiga kura. Hii inakwenda sambamba ukisoma na kifungu cha 10 na pamoja na jedwali la 3 linalotupa maelezo haya. Mheshimiwa Naibu Spika, pia kura ya rais inaweza ikapigwa popote pale, sio katika kituo ambacho umejiandikisha. Haya ni mageuzi ambayo yamefanyika makubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, makosa ya unyanyasaji kijinsia yameingizwa na yamepewa msimamo mkubwa ili uchaguzi wetu sio tu uwe huru lakini pia utende haki. Mheshimiwa Naibu Spika, hatujaishia hapo. Swala la mapingamizi limefafanuliwa vizuri. Wale wasioweza kulielewa wakasome kifungu cha 26 pamoja na kifungu cha 53 kinaelezea mapingamizi.